Kutoka kwa Robert Masai tuelekee kaunti namba 40 kwake Jane Cherotich, ambapo anasema idadi kubwa ya wafugaji wa kuku hasa kina mama katika maeneo bunge ya Budalangi, Butula, Funyula na Teso Kusini huko Busia wameanza kukumbatia ufugaji wa kuku walioboreshwa. Kuku hao hukua kwa haraka na kuleta faida kubwa ikilinganishwa na wale wa kienyeji. Angalau mimi nasema kwamba hata kuku wa kienyeji pia ana utamu wake. Hawa ni baadhi ya wafugaji wa kuku katika kaunti ya Busia. Baadhi yao wanafuga kuku walioboreshwa kibinafsi, huku wengine wakishirikiana katika vikundi. Nia yao sasa ni kujiingiza kwenye ufugaji wa wanyama wengine wa nyumbani wenye faida kama vile mbuzi wa maziwa na ng'ombe. Jennifer Odenyo alianza ufugaji wa kuku mwaka 2009 na kuku wa kienyeji, ila hakupata faida alivyotarajia. Miaka kadhaa baadaye, baada ya kupokea mafunzo ya ufugaji kuku kutoka kwa idara ya kilimo Busia, mkulima huyo akabadilisha aina ya kuku na kuanza ufugaji wa kuku walioboreshwa. At least kwa wiki nauzanga kuku moja ama mbili, na hizo pesa zinanisaidianga kuingia kwa mfuko na mahitaji ndogo ndogo, kuombaomba sasa watoto nisaidie. Sasa ni kama inaisha kwangu. Licha ya kubadilisha aina ya kuku wa kufuga, Jennifer anaendeleza ufugaji wa kuku asili ili kuboresha ufugaji wake. Zinataga na hizo mayai zake nazichukua naweka kwa kuku zangu za kienyeji, na mayai ya kuku ya kienyeji mimi nakula, na kuku za improved naweka kwa kuku ya kienyeji. Sasa zikimaliza kuagua hizo kuku zangu za kienyeji na wanyang'anya hao watoto faranga vidogo. Baadhi ya wakulima wanaendeleza ufugaji wa kuku kwa vikundi. Kikundi cha Bwaliro Chapchap katika eneo bunge la Butula kwa sasa kina vifaranga 300 wa mwezi mmoja, na wanasema kwa kipindi cha miaka miwili ambayo wamefuga kuku hawa tayari maisha yao yanabadilika. Nimeona umuhimu wa hii kuku umetuleta tuna mwangaza sasa Bwaliro, kwa sababu hapa Bwaliro hatukukuwa na chochote. Hata vikundi vilikuwa mingi hapa, lakini kujiregister wako wanajiregister walikuwa wanafanya merry go round. Unaweza pata wamama nyumbani. Lakini hapo kitambo tulikuwa tukimaliza kulima tunapika udaku. Hakika tulikuwa tumelala tukiamka ni kukaa tu, lakini imetupea changamoto. Ukiamka unafikiria ni kuku yangu itakulaje. Mabwana zetu walikuwa sasa wanaelewa ya kwamba unapofuga kuku katika boma, hiyo sasa ni kuku ya mwanaume. Lakini tangu hii kuku ikuje, kweli tulikuja kupeana challenges kwa wanaume, kuwaonyesha kwamba wanawake pia sisi tuko na uwezo wa kulea kuku. Ili kuwapiga jeki kina mama hawa, shirika la serikali la kitaifa la Kelcop linatoa mafunzo kwao. Hawa kuku wanapokuwa wakubwa wanaachiliwa nje na wanaweza tembea wakaweze kukula chakula tu kawaida kama vile kuku hawa kienyeji wa kawaida, na unapata wakikula mboga, wakikula nyasi, wakikula zile vitu ambazo zinapatikana huku nje, ile ladha yao inakuwa tu sawasawa kama kuku pia wa kienyeji. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Tuelekee kaunti nambari 15 ambapo vikundi zaidi ya